Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu ya faragha hii, na Bwana tunaomba ya kwamba yote ambayo umeyakusudia unayaratibu na kutupa fursa katika faragha hii tatimiza katika kila maisha kwa jina la Yesu. Kwa mara nyingine tena asante Bwana, na ukalifungue neno lako kwa kila mmoja. Na tunaomba ya kwamba Bwana neno lako litakuwa na manufaa makubwa kwa kila moyo, kila nafsi, kila mmoja aliyoko hapa, mahali hapa na kila mahali kwa jina la Yesu. Nakushukuru Bwana sababu tunajua umekwisha kujibu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Nipe amina nzuri kabla hujaketi. Uwe macho, jitahidi. Unaweza ukaketi. Katika faragha hii, ulimwengu wote unaadhimisha kusulubishwa, kifo cha Kristo, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo, na hatimaye tutakuwa tunarudi tena. Sasa tunahitaji kujikita, kuelekeza mioyo yetu, akili zetu, fahamu wetu katika yale ambayo anatupa, na hilo ndilo la muhimu mno katika maandiko. Kristo, kwa maana kifo chake, kuzikwa na kufufuka kwake, maksudi na mpango wa ukombozi kwa sababu ya yale ambayo Kristo ameyafanya kwenye msalaba wa Kalvari. Jana tulizungumza juu ya kusulubiwa pamoja na Kristo. Sasa tunazungumza juu ya kuzikwa na kufufuliwa pamoja na Kristo. Alikufa kwa ajili yetu. Alikufa kwa ajili yetu, alizikwa na akatwaa dhambi zetu zote, na akatwaa udhaifu wetu wote, na kila kitu kazikwa pamoja naye. Na sasa tunapomwamini Bwana na kumjia Bwana kwa akili zetu zote, roho zetu zote, tunazikwa na kufa, tunakufa na kuzikwa pamoja naye. Warumi 6 mstari ule wa 3. Warumi 6:3. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Tazama mstari wa 4. Basi tulizikwa pamoja naye, tulikufa pamoja naye na kuzikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Mstari wa 5 tuambia, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Mstari wa 6, mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, ili mwili wa dhambi ufe, tusitumikie dhambi tena. Mstari wa 7 anasema, kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Hilo alimzungumzia Kristo, kwa sababu Kristo hakutenda dhambi, wala hapakuwa na wakati wowote ule ambapo Kristo alifungwa na dhambi. Lakini sisi wanadamu, ya kwamba sasa tunapotambulishwa pamoja na Kristo, ya kwamba yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi, amewekwa huru mbali na dhambi. Mstari wa 8 sasa, lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo katika ujuzi ya kwamba tunakufa pamoja na Kristo, lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Mstari wa 9, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Mstari wa 10, maana kwa kule kufa kwake
aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Mstari wa 11, vivyo hivyo nyinyi nanyi, kwa sababu yale ambayo Kristo ameyafanya, kwa yale ambayo Kristo ameyafanya, kwa nguvu ya yale ambayo Kristo ameyafanya, vivyo hivyo nyinyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Mstari ule wa 12 anatuambia, basi dhambi sitawale ndani yenu, ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Hayo maandiko yanatupa mtasari wa maisha yetu tunapotambulika pamoja na Kristo, tunapokufa na kufufuka. Mambo matatu na tazama. Jambo la kwanza, mauti ya muhimu ya ushindi na kufufuka kwa ulimwengu wote. Umuhimu wa kifo cha mbadala kwa ulimwengu mzima. Jambo la pili, tunatazama umuhimu na maksudi ya upekee wa ile mauti. Kule kufa na kuja karibu pamoja na Kristo, maksudi ya kifo chake Kristo ni lazima tupate ule upekee na ule umuhimu. Lakini jambo la tatu, tunaona thamani na kutukuka kwa kifo na faida ya kutumika kwake kwetu. Kama tutatumika na kama tutatumika na tukawa wa maana katika jamii na tukatumika mbele za Bwana, ni lazima tuweze kupatikana na hii mauti ya thamani na ya maana, ili hatimaye maisha yetu yasiwe ni maisha tunaishi kwa ajili ya binafsi yetu, bali kwa ajili ya wengine. Na maisha yetu atazaa matunda. Maisha yako atazaa matunda. Jambo la kwanza ni umuhimu wa kifo mbadala kwa ulimwengu wote. Tazama Wakorintho wa kwanza, tunaambiwa pale Wakorintho wa kwanza 15. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3 pale. Kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Sawa sawa na maandiko, kwa maana ya kifo chake sawa sawa na maandiko, kufufuka kwake sawa sawa na kuzikwa kwake sawa sawa na maandiko, na kufufuka kwake sawa sawa na maandiko. Mambo matatu na atazama. Jambo la kwanza, mauti yake iliyopangiliwa kabla ya majira yetu yaliyopangwa, ya kwamba kifo chake kilipangwa. Kifo kilipangwa kabla ya kuwepo kwetu. Jambo la pili ni kifo kilio matoleo ya majira sahihi. Kristo alikufa, alikuja na akafa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, akafa kwa ajili ya kila mmoja. Jambo la tatu ni kifo chenye maksudi kwa ajili ya wote hadi mwisho wa nchi. Kristo alikufa. Natarudi katika kipengele cha kwanza, kifo kilichopangwa kabla ya majira yetu. Waraka wa kwanza wa Petro, tazama hili. Waraka wa kwanza sura ile ya kwanza 19. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 19 na 20. Bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na mawaa, yani ya Kristo, naye amejulikana kweli tangu zamani,
kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Tunaambiwa katika Timotheo wa pili sura ya kwanza. Timotheo wa pili sura ile ya kwanza mstari ule wa 9. Timotheo wa pili sura ile ya 9. Timotheo wa pili sura ya kwanza 9:10, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Na mstari wa 10, na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliye batili mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile Injili. Lakini ukitazama pia Tito sura ya kwanza mstari ule wa 2, tunaambiwa inajulikana na Mungu. Tito sura ya kwanza mstari wa 2, katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliuahidi tangu milele. Ya kwamba Adamu na Hawa, Mungu alijua ya kwamba wataanguka katika dhambi, na akaweka mpango wote kabla ya ulimwengu kuwepo, na ili aweze kutukomboa na hatimaye tuweze kuwa na uzima milele. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 13 mstari wa 8. Ufunuo wa Yohana 13 mstari ule wa 8, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi ya dunia. Kwa hiyo tunaona Mungu alikuwa na mpango wake, na mpango wa Mungu ulipotimia kwa ajili ya Kristo kuja katika majira sahihi, ilitekelezwa. Warumi sura ile ya 5. Warumi sura ile ya 5 mstari wa 6. Warumi sura ya 5:6 tunaambiwa, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, wakati sahihi, wakati uliochaguliwa, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Ulimwengu wote ulikuwa na uovu, kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote tulikuwa hatuna kicho cha Mungu. Katika wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Tazama mstari ule wa 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Alijua ya kwamba tusingetenda jambo lingine lolote, kwa sababu tulikuwa ni wenye dhambi, na tusingeweza kujiumba, kujibadilisha, kujigeuza na kujiokoa. Tulikuwa ni wenye dhambi, na anasema tukiwa tungali ni wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Tulipokuwa tungali ni wenye dhambi, mstari wa 9, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Mstari wa 10 sema, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Mstari ule wa 11, wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Alifanya wakati ule. Sasa tunapotubu na tunapomgeukia Bwana na kuamini, sasa ndipo tunapopokea upatanisho. Warumi sura ile ya 3 mstari wa 23. Warumi 3:23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. 24, wanahesabiwa haki bure, haulipi chochote, si kwa machozi yetu,
wala si kwa matendo yetu, wala kwa fedha zetu, wala kwa mali zetu. Hatulipii wokovu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Mstari wa 25, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Amekwisha kufanya hivyo. Tunachohitaji ili kuupata wokovu, kwa ajili ya wokovu na msamaha na uhuru, amekwisha kamilisha kazi yake. Ili kupata tiketi ya kwenda mbinguni, amekamilisha hiyo kazi. Nasema ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili, ili aweze kuziachilia msamaha wa dhambi katika ustahimili wa Mungu, dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 4. Anatuambia pale, kuna watu ambao wanapanga maisha yao wakijipanga kwamba wao watakuwa wakitenda dhambi, na wanasema neema ya Mungu, na wanasema neema ya ajabu ya Mungu. Na wanapozungumza hivyo, wanapofikiria hivyo, nafikiria ya kwamba daima dhambi itaendelea kuwa pale na neema itaendelea kuja tu, na neema itaendelea kuja kwa kadiri ninavyotenda dhambi. Kwa kadiri wanavyoendelea kutenda dhambi ndivyo ambavyo neema inadhihirishwa zaidi. Hiyo ni tafsiri potofu na ni matumizi mabaya ya neema. Na Mungu hatutaki tutende dhambi. Waraka wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1, watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama, sio na kwamba ukitenda dhambi, anasema na kama ikitokea, haitakiwi kutokea, na kama ikitokea kwa bahati mbaya, kwa kutokuwa makini, na kwa sababu wewe si mwangalifu, kwa hiyo ikitokea, haitakiwi kutokea. Umeokolewa dhidi ya dhambi. Haujaokolewa ili udumu katika dhambi, unaokolewa kutoka dhambini. Anasema na kama mtu unaokolewa ili usitende dhambi tena. Anasema sasa, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Na kuna mlango tunaoita wa dharura katika nyumba. Kukiwa na jambo limeshitokeza katika nyumba, ni kwamba hauendi katika njia yako ya kawaida, na kitu pekee kilichobaki ni mlango wa dharura utoke kwa wepesi. Hautumii ule mlango na kwenye shughuli za kawaida kila siku. Moto umewaka, ndio unatumia mlango wa dharura. Jambo linajitokeza lililokuwa nje la uwezo wako. Kuna ajali, kuna jambo la ghafla. Anasema kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi wa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Tazama mstari wa 2 hapo. Anasema naye ndiye kipatanisho. Yeye ndiye anayekuja kudai na kutufunika na kuondoa kila dhambi. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Sura ya 4 mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 9. Anatuambia katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Tazama mstari wa 10. Mstari wa 10, hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, wala sisi hatukuasisi uokovu. Sisi hatukuanzisha, hatukutengeneza mpango wa uokovu. Ni yeye. Kwa kuwa hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae
kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Tazama jambo la tatu. Kipengele kidogo cha tatu ni mauti yake yenye makusudi hadi mwisho wa ulimwengu. Makusudi ya kifo chake kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya kila mmoja mpaka mwisho wa nchi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3:18. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 18. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Sasa tazama waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3:18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi zenu, sio kwa ajili ya dhambi zake, mwenye haki kwa ajili ya yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Aliteswa yeye aliye mwenye haki kwa ajili ya wasio wenye haki, atulete kwa Mungu. Maksudi ya kifo chake tangu wakati ule alipokufa mpaka mwisho wa nchi ni ili atulete kwa Mungu, atuepushe. Tito sura ile ya 2. Tito sura ile ya 2 na mstari wa 14. Maksudi ya kifo cha Kristo hadi ukamilifu wa dahari, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi. Alijitoa, alikufa msalabani, alizikwa na akafufuka tena. Kwa nini? Ili afanye nini? Ili atukomboe. Hiyo ina maana gani? Ili atuondoe kutoka mahali tulipokuwepo na kutupeleka mahali alipo yeye, ili atukomboe na maasi yote. Kuna watu ambao wana dhihaki nguvu ya damu ya Yesu, wanaibeza nguvu iliyo katika damu ya Yesu, na wanasema haiwezi kuokoa dhidi ya dhambi hii ndogo, na dhambi hii ya chuki, na dhambi hii inayoleta mateso yasiyokuwa na kifani ndani yao. Lakini hizi dhambi zingine zinazowapa furaha, dhambi zingine zinazowapa fedha kwa wanavodai wao, dhambi zingine zinazowapa mali, dhambi zinazowafanya nasema huyu mtu hawezi kuokolewa. Tazama hili, ili aweze kutukomboa na maasi yote. Kuna maasi ambayo ni ya kawaida kwenye jamii mbalimbali katika kila nchi duniani, na ukiwa ni sehemu ya hiyo jamii, inatarajiwa ya kwamba hiyo dhambi inakuwa ni kitendo cha kawaida, inakuwa ni mwenendo wa kawaida wa jamii hiyo. Kwa hiyo baadhi ya nyakati inakuwa sio jambo ambalo lipo katika eneo, labda linakuwa sasa ni jambo la kitaaluma kijamii. Nasema ukiwa katika taaluma hii, kuna uovu ambao, kuna matendo au dhambi ambazo zinachukuliwa kuwa ni sehemu ya aina hiyo ya jamii, na kwa sababu wao wamjui Kristo na ni watu ambao wanasema kuna baadhi ya maovu ambayo yanaendana na aina fulani ya watu. Wewe ni kijana ambaye hujaoa,
na kuna jambo ambalo linakuwa linahusishwa sasa na watu ambao hawajaoa au kuolewa, iwe ni mvulana au msichana, wanamuhusisha na jambo hilo. Na unakuta ni kwamba mtu anakuwa na mahusiano, mvulana anakuwa na mahusiano na msichana ambaye hajamuoa, na wanasema hata ungeomba kiasi gani, ungesoma Biblia kiasi gani, hajalishi unakwenda kwenye kanisa kiasi gani, aina hii ya uovu linahusishwa na msichana ambaye hajaolewa. Lakini Biblia inasema unapokuwa umezaliwa mara ya pili, na haijalishi uko kwenye jamii aina gani, na haijalishi wewe ni mvulana msichana, na haijalishi wewe ni wa jamii gani, na haijalishi wewe upo katika jamii gani, haijalishi wewe upo kwenye sehemu gani, uovu wowote ule ambao unahusishwa na jamii hiyo, Yesu alijitoa kwa ajili yetu ili aweze kutukomboa na maasi yote. Na nimejifunza kwamba wale walio katika taaluma ya kuhubiri kama wachungaji, watumishi na wahubiri, wanasema kuna baadhi ya mambo sasa, kama kanisa lako litakuwa, na kama kanisa lako litakuwa ni kanisa linalovutia, lazima uhadithie baadhi ya hadithi, na kuna baadhi ya mambo ambayo unatakiwa uyafanye ili sasa uovu ambao unahusishwa na mahubiri uendelee. Na wanasema sasa wewe unasema uongo na udanganyifu ili kwamba taaluma yako kama mhubiri, kanisa lako liweze kukua. Na Mungu atambui hilo, na Kristo atambui hilo. Hayo yote Yesu alikufa ili atuondolee hayo na kutuleta kwa Mungu. Maksudi ya kifo chake tangu wakati ule alipokufa mpaka mwisho wa nchi ni ili atulete kwa Mungu, tunapokufa kimwili lakini tunauishwa kiroho. Tito sura ile ya pili. Tito sura ya pili mstari wa 14. Maksudi ya kifo chake kwa ajili ya hadi umilele. Tito sura pili 14. Alijitoa kwa ajili yetu, alikufa msalabani na alizikwa, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi. Maana yake nini? Ni alitununua, alitaka atutoe kutoka tulipokuwa, atulete mahali alipo, atukomboe dhidi ya maasi yote. Kuna baadhi ya watu ambao wanapunguza nguvu iliyo katika damu ya Yesu. Na wanasema kwamba nguvu iliyo katika damu ya Yesu inaweza ikawaokoa tu katika dhambi hii ndogo, na dhambi ya chuki ndogo, na dhambi hii ambayo inaleta mateso yasiyokuwa na kifani kwao. Lakini dhambi zingine ambazo zinawapa furaha, zinazowapa fedha kwa wanavyodai wao, dhambi ambazo zinawaletea utajiri, dhambi ambazo zinawaletea hayo wanayoyaona kuwa ni mafanikio katika nchi zao, wanasema dhambi hiyo Mungu hawezi kuwaokoa dhidi ya hiyo dhambi. Lakini hapa tunaambiwa ya kwamba alijitoa, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote. Kuna maasi ambayo yanachukuliwa kuwa ni maalum katika kila jamii, kila nchi, na ukiwa ni sehemu ya jamii hiyo, inatarajiwa, wanasema, huo ni mwenendo wa kawaida, ni matendo ya kawaida, ni tabia za kawaida, ni tabia za kawaida za jamii hiyo. Na baadhi ya nyakati haiwi tu ni eneo fulani, mara nyingine inakuwa ni jamii ya kitaaluma.
wanasema ukiwa mwanataaluma wa taaluma hii, kuna aina ya maovu, kuna aina ya dhambi, kuna aina ya matendo yanayohusishwa na aina hiyo ya jamii. Na inakuwa sasa kwa ajili ya hao wanachukulia kuwa ni jambo la kawaida. Kuna watu wanayesema ni Wakristo na wanasema kuna baadhi ya maovu ambayo yanahusika na aina fulani ya kundi fulani ya watu. Wanasema, je, wewe unaweza ukawa ni mtu ambaye haujaoa na ukawa upo safi tu? Na je, wewe unaweza ukawa ni msichana ambaye hujaolewa na usijihusishe na uovu na dhambi? Na wanasema hapana, kuna msichana yoyote, mvulana yoyote, kuna aina ya mambo lazima ajihusishe nayo. Anasema haijalishi unasoma Biblia kiasi gani, umekwenda kwenye faragha ngapi, ili uovu huu lazima utahusika nao. Lakini unajua kile ambacho Biblia inatuambia? Biblia inasema unapookoka, haijalishi wewe ni wa sehemu wa jamii gani, taaluma gani, haijalishi wewe ni upo kwenye kundi lipi, ni mvulana, msichana, mwanamke, mwanamume, haijalishi wewe ni wa jamii gani, haijalishi hiyo jamii inahusishwa na uovu wa aina gani, tunaambiwa amejitoa kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote. Na hata wale walio katika taaluma za kuhubiri, wahubiri, wachungaji, kuna wanaosema, wanasema kama kanisa lako litakuwa, kama kanisa lako wewe utakuwa ni mhubiri unayevutia, lazima uwe unahadithia baadhi ya hadithi, ziwe ni za kweli au sio za kweli, na lazima uzifungashe kwa namna ambavyo watu wanaanza kusema ni jambo la kawaida. Na huo sasa ni kuhusisha taaluma ya kuhubiri na uovu. Kuna watu wanasema umesema uongo na umesema udanganyifu, ili taaluma yako kama mhubiri, ili kanisa lako likue. Lakini Mungu hatambui hilo, na Kristo hatambui hilo. Wewe unayesema uongo kwa niaba ya Kristo, kwa unavyodai ili watu waje katika ufalme, tunaambiwa amejitoa kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Sasa hilo neno juhudi, kuna watu wanayesema yule ni mtu ovyo, yule hafai katika jamii, yule ni mtu asiyekubalika katika jamii yoyote. Wanasema lakini anaonekana ni mtu tunu, ni mtu wa kipekee, anavaa vizuri, anaonekana vizuri na anafanya mambo mbalimbali mazuri, na anaonekana ni mtu wa viwango binafsi yake. Na hivyo ndivyo alivyo. Na huyu ni mtu anayeonekana anayefaa, lakini Kristo amekufa ili wewe uwe ni mtu bora mbele za watu wa ulimwengu huu. Watu wajue ya kwamba wewe sio elimu yao, wewe sio sehemu yao. Wajue ya kwamba unaishi maisha safi, maisha ya haki, maisha matakatifu. Tunaambiwa alijitoa kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Nitakuuliza baadhi ya maswali sasa. Katika jamii yako, wewe ni tunu kiasi gani? Katika familia yako ya kawaida, ndugu zako wa kawaida, wewe ni tunu kiasi gani? Katika vikao vya kule kijijini na vikao vya mjini vya ukoo na watu wako, wanapokusanyika wote, iwe wametoka Marekani, Ulaya, Asia na kutoka kila mahali, kutoka Nigeria, na mna kikao,
kama watu hao wote hawajaokolewa na wewe unasema umeokolewa, wewe ni wa mawazo yako, michango yako, maamuzi yako ni ya thamani kiasi gani? Wewe ni wa thamani kiasi gani katika kusanyiko hilo la wanataaluma? Wanazungumza mambo ambayo sasa sio ya maarifa ya kitaaluma. Wanaanza kuzungumza juu ya tafrija, pombe na mawazo mengine. Wewe unakuwa ni tunu kiasi gani? Je, unakuwa ni sehemu yao au unajikita tu katika yale wanayoyafanya na unapoteza kusudi la kifo cha Kristo kwa ajili yetu? Kusudi la kifo cha Kristo ni ili kwamba Kristo Mwokozi, mkombozi, dhabihu mbadala, na ya kwamba yeye atukomboe dhidi ya maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, watu walio na juhudi katika matendo mema. Jambo la pili, tunatazama jambo la pili, umuhimu wa uzuri wa mauti ya kipekee iliyokusudiwa. Warumi sura ile ya 6, Warumi 6:7. Warumi 6 tunaambiwa pale, tunaambiwa kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini wewe bado upo hai, lakini unakuwa umekufa pamoja na Kristo. Tuzungumze habari ya mauti ya kimwili. Yeye anayekuwa amekufa katika hali ya kimwili anakuwa yupo huru mbali na sigara. Mtu akiwa amekufa anakuwa huru mbali na bangi, anakuwa huru mbali na magomvi, anakuwa huru mbali na majivuno, anakuwa huru mbali na malipizo, kisasi. Mtazame huyu mtu ambaye amekufa. Sasa wanaubeba ule mwili wa huyu aliyekufa, wanakwenda na huu mwili kwenda kuhifadhi kule mochwari. Wanasema tunahitaji nafasi ya kuhifadhi huu mwili, wanaambiwa mtalipa kiasi fulani fedha. Huyu anayemzungumzia habari zake amekufa, hawezi kushiriki katika hizo shughuli za kimwili. Yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi, anakuwa mbali, amehesabiwa huru mbali na watenda dhambi wenzake, mahawala, wanaume aliyekuwa anahangaika nao na maovu mbali, anakuwa huru. Anachotuambia Bwana hapa ni kwamba unapokuwa umekufa pamoja na Kristo, yale yaliyokuwa yanatuvutia hapo zamani, na yale yaliyotuvuta hapo zamani, na yale yaliyotugusa hapo zamani, na yale yaliyotuzingira, kama tumekufa kiroho, haya yote yanakuwa hayana maana tena. Tunaambiwa kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Tazama mstari wa 11. 11 anasema, vivyo hivyo kadhalika, vivyo hivyo nyinyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi. Wafu kwa dhambi. Nafikiria juu ya mtu ambaye amekufa. Mtu ambaye amekufa hata wakimpiga anasemaga, kwa nini mnanipiga? Huyo mtu anakuwa hajafa hasa. Akiwa amekufa hasa, nakuwa ni mfu dhidi ya mambo yote yaliyomzunguka. Anakuwa ni mfu dhidi ya mambo yoyote unayoweza kumrushia. Sema vivyo hivyo nyinyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Mstari wa 12 sema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Mama tatu tunatazama. Jambo la kwanza ni mauti iliyokusudiwa na mbadala. Jambo la pili ni mauti
istahimilio kwa dhambi zote. Na jambo la tatu ni hali ya kuhifadhiwa itokanayo na kuwa mfu kwa dhambi zote. Warumi sura ile ya 6 mstari wa 8 tunaambiwa, lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Haubaki tu kuwa mfu. Hiyo ina maana sasa kivitendo, ukiwa ni mfu haufanyi mambo mengine wala utazami kwingine kokote, na kuwa umekuwa ni mfu pande moja na maisha ya kufufuliwa ya kipekee, unaishi pamoja naye. Wakolosai sura ile ya 3 mstari wa 1 anasema ukiwa ni mtoto wa Mungu. Wakolosai 3, basi mkiwa mmefufuliwa, kama we ni mtoto wa Mungu hasa, na tunasema ukiwa umekufa hasa, mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 3 tunaambiwa, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mstari wa 4, Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na nyinyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Timotheo wa pili sura ya 2 na mstari ule wa 11 anatuambia pale, ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tulikufa pamoja naye. Ni neno la kuaminiwa, ni neno la kweli. Kama tunajitambulisha hasa na Kristo na tukafa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Una pande mbili za mstari huo. Pande mmoja ni kutawala pamoja naye, pande mwingine ni kufa pamoja naye. Na upande wa kwanza unatokea kwanza, kama tukifa pamoja naye. Kwa msingi huo tu, kwanza kwa msingi huo, ndipo sasa hatua ya pili inatokea, tutaishi pamoja naye. Ni lazima tufe naye ili tuishi pamoja naye. Tusipokufa pamoja naye, haijalishi wewe una dini ya aina gani, una kanisa unalojitambulisha nalo la aina gani, kama hujafa pamoja naye, haijalishi unajishughulisha na nini katika kanisa au nje ya kanisa, kama haujafa pamoja naye, haijalishi ni mema kiasi gani tunafanya, na upande huu mmoja kwanza utimie, utokee, utekelezwe, ndiposa tunaweza sasa, kama tutakuwa tumekufa pamoja naye, tumekufa dhidi ya dhambi, tumekufa dhidi ya ubinafsi, tumekufa dhidi ya mawazo ya kishetani, tukifa pamoja naye, ndipo tutakapoishi naye katika ulimwengu ujao, ndipo tutakapoishi pamoja naye. Tazama mstari wa 12. Na jitahidi usome Biblia yako pamoja na jirani yako. Some tu peke yako, mjali jirani yako. Kama tutastahimili, tutamiliki pamoja naye. Bado tungali tunazungumza juu ya kufa pamoja na Kristo. Kama tutateswa pamoja naye. Kama kuna mtu anakutesa na mtu anakutukana, anakukebei, anakurushia kebei hizo, na wewe unaokota kebei unamrushia, unasema umefanya hivi, moyoni kwa siri unazungumza amenifanya hivi, unakwenda kwenye mitandao na wewe unawaambia ulimwengu wote, kwa sababu haujafa, haustahimili kama aliye mfu dhidi ya kebei, mfu dhidi ya manyanyaso. Haukurupuki na unatenda, unalipiza, unarudia, unamrudishia. Sema umenifanyia hivyo, sawa, naijua Biblia.
Biblia inasema heri wanaoteswa kwa ajili ya haki. Sawa, mimi siwezi kusimamia andiko hilo. Sasa nitamuonesha huyu mwanamke, huyu mwanamume, mimi ni nani. Hauwezi kuwa unastahimili naye kwa sababu haujafa. Ukiwa umekufa dhidi ya matusi, ni mfu dhidi ya kebei, ni mfu dhidi ya manyanyaso, ni mfu dhidi ya ukatili, ni mfu. Sema kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Una upande mmoja, kwanza tunastahimili mateso, tunastahimili kukataliwa. Kama tutastahimili chochote kilicho cha kinyume, wanakuita wewe majina, wanasema hili na lile, wanakukasirikia. Nasema umemchukua mwanetu umempeleka mbali na sisi tuko kinyume na wewe. Na wewe sasa unaanza kulipiza nyumbani kwa sababu ya yale ambayo wakwe zako wamezungumza. Na unastahimilije sasa? Unastahimilije kwa kurudisha, kwa kujibu wanayoyasema? Anasema kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye wakati wa mateso, wakati wa kujaribiwa, wakati wa kutafuta fedha, wakati wa kutafuta hili na lile, wakati wa kutaka kuwa kama walimwengu, anasema kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Tunatazama Wagalatia sura ile ya pili. Wagalatia sura ile ya pili mstari wa 19. Wagalatia sura ya pili 19 tunaambiwa pale, maana mimi kwa njia ya sheria nalifia sheria ili nimwishie Mungu, ili niishi kwa ajili ya yale ambayo Mungu ananitangazia, ananiambia. Ninamwishia Mungu. Tazama mstari wa 20. Anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Ndio maana aliimba usiku akiwa gerezani. Ndio maana baada ya kuwa wamempiga na ikawa nikana kwamba amekufa, na akainuka akaenda Ikonia, mahali pale pale akaenda tena akajidhirisha, kwa sababu haijalishi ni mambo mangapi watamfanyia. Anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Yu hai asubuhi, mchana, usiku. Yu hai. Iwe niwe njia panda, niwe mbali, niwe mtoni kule navua samaki, Kristo yu hai. Niwe kati ya wageni au watu mbalimbali, Kristo yu hai ndani yangu. Huo ndio Ukristo. Kuna wanaogeuza Ukristo wao, wanazima, ni kama wana switch. Wanapotaka kufanya dhambi na mambo mbalimbali ya maovu, iwe ni mambo ya kulipiza, wanazima Ukristo wao. Nasema muonyeshe huyu mwanaume, muonyeshe wewe ni nani. Waonyeshe hawa watu. Wacha wanafikiri wanaweza wakanifanyia mimi hivyo kwa sababu mimi ni deeper life. Sasa unaanza kutengeneza mazingira ya wewe kuwa kama mtu ambaye hujawahi kutana na Kristo. Lakini ukija kwa Kristo hauwashi, unazima Ukristo wako, unauzima, unauwasha, Nasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Amina. Amina kwa kila mmoja. Jambo la pili, tunaona mauti idumuyo kwa nafsi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile tunaiona alijitoa yeye mwenyewe na akajisalimisha
akaondoa dhambi zetu kwa kutoa mwili wake kwa kuangikwa msalabani, ili sisi tukiwa wafu kwa dhambi, waamini sisi wana wa Mungu, sisi wale tuliookolewa, sisi wale ambao tumeonja maisha yajayo, tukiwa ni wafu dhidi ya dhambi. Unajua, tukiwa ni wana wa Mungu tunakuwa katika mafungu mbalimbali. Kuna walio washirika, ni watoto wa Mungu; watumishi, watoto wa Mungu; walimu, ni watoto wa Mungu; wahubiri, ni watoto wa Mungu; wachungaji, ni watoto wa Mungu tu; waume, ni watoto wa Mungu; wake, ni watoto wa Mungu; watoto wa Mungu katika lika yoyote ile. Na kwa sababu hiyo tunachikuta katika maeneo mbalimbali. Baadhi yetu tuko Lagos, baadhi yetu tupo Uingereza, baadhi yetu tuko Australia, baadhi yetu tuko Marekani. Watoto wa Mungu kila mahali. Nasema kama sisi tu watoto wa Mungu na tumeonja wema wa Mungu popote tunapokuwepo, na haijalishi tumekuwa ni watu wa namna gani kwenye taaluma zetu, bado tunakumbuka ya kwamba yeye alijitoa kwa ajili yetu, na ya kwamba yeye akiwa ni mfu dhidi ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Na je, hiyo sio sababu ambayo Mungu ikampelekea kutupa uokovu? Na ni uokovu wa kudumu, na alidumu kila wakati kutupatia uokovu. Na sisi tunapokuwa ni wafu, ni kama watu waliokufa makaburini. Wale watu hawawi leo makaburini, na wakisikia kuna kitu kinatokea kijijini kule kwenye vijiji vya mababu zao, kwamba kuna kitu kinatokea na kadhalika, huyo ambaye ni mfu anasema hapana, haiwezekani. Eti yule maiti inainuka kule makaburini, anaanza kwenda kijijini kwao, anasema mmesumbua usingizi wangu, mmeona ningekuwa nimelala mimi makaburini. Anaenda kule kijijini kuanza kugombea mambo mbalimbali. Hapana, anapokuwa amekufa amekufa. Na sisi tukifa na Kristo tunabaki na Kristo, tunadumu na Kristo, ni wafu dhidi ya dhambi. Hatuogopi lolote linaloinuka, linaloibuka na kuleta ghadhabu. Na sisi tunajaa ghadhabu, tunaibuka, tunaanza kufanya mambo ambayo hata tukupanga. Na kuna mtu unashangaa na safiri tu ghafla, unamuuliza ulipanga kusafiri? Hapana. Kuna kitu kimetokea kule, kuna kitu watu wananyang'anya pale, naye anainuka, anasafiri. Na katika hayo yote unachikuta watu wanapoteza maisha yao kwa sababu ya hasira na ghadhabu. Utamwambia nini Mungu? Lakini unajua, tunapokuwa tumemjua Bwana, tunaelewa na tunajua kwamba majira yote ya maisha yetu, lolote linalotokea, lolote lisilotokea, sisi ni wafu dhidi ya dhambi na tunaishi kwa ajili ya haki, na maisha yetu yatakuwa na amani. Amina. Maisha yako yatakuwa ni maisha ya amani. Nasema maisha yako yatakuwa ni maisha ya amani. Na unajua, kuwa na umri mrefu au maisha marefu yanategemea na hali ya akili yako. Kama akili yako imetaharuki, kama akili yako inasukumwa huku na kule, kama kwa akili yako unakasirishwa kirahisi, unagombana tu kwa ndani, unalipiza, we ni mtu tu unalipuka, akili yako itaathirika na mwili wako utaanza kuathirika taratibu na taratibu. Na ndio sababu unaposikia habari mbaya yoyote ile habari mbaya inaingia katika akili yako, mikono yako inakuwa dhaifu, huwezi kubeba hata ndoo ya maji. Na ndio maana ukiwa umesimama ukapokea habari mbaya, hasa hizo habari mbaya zinapofika katika akili yako, miguu yako inakuwa
ni dhaifu, huwezi kusimama, na akili yako inaathiri mwili wako. Hayo ndio magonjwa. Kuna magonjwa ya aina hiyo sasa yanayotibika kwa kuzuia taarifa zinazoingia kwenye akili yako. Unaposema mimi nimezaliwa mara ya pili, unakuwa tu ni mwenye ghadhabu, hasira, upo hivyo tu. Hiki kinakuja unalipuka, uko hivi. Kwa msingi huo wa magomvi hayo, ghadhabu, kwa kutaka kulipiza, hautoweza kuishi maisha marefu kwa kadri ambavyo Bwana anataka. Lakini Bwana atakushibisha kwa maisha marefu. Maisha marefu. Utakatifu unaleta furaha, na furaha unaleta afya. Na unapokuwa umetulia katika maisha yako, na ya kwamba unajihesabu kuwa ni mfu dhidi ya dhambi, na ya kwamba hakika hakuna atakayekatisha maisha yako. Nasema hakuna atakayekatisha maisha yako. Unalala kwa utaratibu, jua linaangaza pale asubuhi, unasema asante Yesu kwa ajili ya jua, mvua inanyesha, asante Yesu kwa mvua, na umejaa tu asante Yesu kwa ajili ya hili, asante kila kitu, asante Yesu. Na zile asante Yesu, kwa hizo asante Yesu utaishi maisha marefu sana, na wewe ni miongoni mwao. Sema mimi ni miongoni mwa hao watakaishi umri mrefu. Bwana na atimize hilo katika maisha yako kwa jina la Yesu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro 4. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, nyinyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Mstari wa pili tunasoma, hiyo ni waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Sasa tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu. Wakati wenu ulio baki wa kukaa hapa duniani. Mstari wa 3, tazama mstari wa 3 pale, uwe unasoma na jirani yako. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na kalamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Mambo ya kale yatosha ule uovu. Kuanzia leo maisha mapya. Maisha mapya. Mwelekeo mpya kwa jina la Yesu. Jambo la 3, kuwa mfu kudumuko kwa nafsi, au mauti dumuyo kwa nafsi. Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili 5:14. Wakorintho wa pili 5:14. Maana upendo wa Kristo watubidisha popote tunapokwenda. Upendo wa Kristo watubidisha. Upendo wa Kristo haupo tu katika faraga yetu. Upendo wa Kristo haupo tu katika mahali pa kufanyia ibada zetu. Upendo wa Kristo haupo tu katika nyumba zetu za Kikristo wakati wa ibada zetu za asubuhi za pamoja, au tunapokuwa tu tunasoma Biblia ndio kuna upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo umepenya katika maisha yetu na unabidisha, unaratibu maisha yetu, unaongoza maisha yetu. Kila wakati tunapotakiwa kuzungumza, tulia. Hebu ruhusu upendo wa Kristo ukae mahali pake ndani yako. Kila wakati maadui zako wanapofanya kitu fulani na unataka uwe sasa na tabia ya kuwarudishia, hebu ruhusu upendo wa Kristo ukae mahali pake sahihi kwanza. Wakati wowote ule mtu anapokufanyia kitu nasema lile sipendi, ile jambo sipendi, na inaonekana nikana kwamba wanataka kunifikia mimi na wanataka kuvuta mguu wangu, sawa, sasa hebu ruhusu kwanza upendo wa Kristo ukae mahali pake, na kutokea pale mahali pake sahihi ambapo upendo wa Kristo umekaa, unaweza sasa ukachukua maamuzi, ukazungumza, ukatenda unavyotaka. Maana upendo wa Kristo watubidisha. Itahitajika kufanya vitendo kwanza. Kama unajua umekuwa ni mtu wa ghadhabu
mara kwa mara, unayekurupuka tu katika kutenda mambo fulani fulani ya kiovyo. Kwa hiyo utahitaji kufanya mazoezi ili upendo wa Kristo uanze kukubidisha. Unasema sikutakiwa kufanya hivi. Ingekuwa ni jana ningefanya vile. Ingekuwa ni mwezi jana ningefanya vile. Lakini sasa nataka kwenda kuhakikisha kwamba upendo wa Kristo una nafasi yake, na huo upendo wa Kristo ndio unaongoza ninachokifanya. Nasema maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Mstari wa 15 sema tena, alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Ndivyo walivyo walio wengi, wanaishi kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Wanasema kile ninachopenda, kile ninachotaka, kile ninachotamani, kile ninachotarajia, kile ninachotaka. Wanajifanya kuwa wafalme wa ulimwengu, na kila kitu lazima kiwe kinawazunguka wao. Wao ndio muhimili ambao sasa dunia inategemea kuweza kuendelea na shughuli zake. Nasema vile ninavyotaka, vile ninavyofanya, na kwa sababu hiyo hakuna pumziko kwa mwingine yeyote. Huo ni ubinafsi. Lakini sasa alikufa kwa ajili ya wote, ili wote wasiishi kwa ajili yao wenyewe, bali iwe ni kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Tazama Wakorintho wa kwanza sura 6. Wakorintho wa kwanza 6:19. Wakorintho wa kwanza 6:19. Hawa mjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, wala nyinyi si mali yenu wenyewe, wala nyinyi si mali yenu wenyewe. Kama utanunua gauni, nasikia baadhi ya watu wanapokwenda kwa ajili ya harusi wanakuwa hawajaridhika na zile nguo walizo nazo. Kwa hiyo wanaazima nguo, wanaazima magari, ili kuifanya harusi iwe ya kifahari, ya kidunia. Na sasa baada ya harusi wanarudisha ile gauni walioazima na gari. Sasa kama utaazima gari ili kuitumia, na unajua sio gari yako, unajua unaitumia kwa uangalifu na kwa umakini, unaitunza vile ambavyo mwenye gari anataka itunzwe. Na mwili huu sio wa kwetu. Anasema hiyo mwili sio wa kwenu. Kama huo mwili sio wa kwako, lazima utumie sawasawa na matarajio ya yeye aliyeununua huo mwili. Kama huo mkono, ambaye mwenye huo mkono ni Kristo, anataka huo mkono utumie kwa ajili ya nini? Kuwapiga watu, kuharibu vitu, kuwawasha watu moto na kuwasha moto mali za watu? Hapana, sio makusudi ya hiyo mikono. Wewe sio mwenye hiyo mikono. Itumie hiyo mikono sawasawa na uhitaji wa mwenyewe. Macho yako sio ya kwako, mdomo huo sio wa kwako. Amekupa huo mdomo ili uweze kusengenya, ili uweze kutukana, ili uweze kupinga, kulaani watu? Hapana. Tumia hicho kinywa kama ambavyo mwenye kinywa anataka. Miguu yako, unakwenda kwenye maeneo mbalimbali, anakutaka uende wapi? Anataka uitumie hiyo miguu yako kwa namna gani? Anasema hiyo mili sio ya kwenu, wala nyinyi si mali yenu. Hauwezi kuitumia tu au kutumia mwili wako vyovyote vile. Ni kama jengo la kanisa ambalo ni mali ya kanisa fulani au dhehebu fulani, na wewe unapita pale karibu na lile jengo, unasema hivi jengo kwa nini limekaa tu hivi? Na
sipendezwi na namna ambavyo jengo hili limekaa. Na sasa unasema nataka niipake rangi jengo hili, na bila hao watu kukuomba, wanakuuliza wewe unafanya nini? Jitahidi kumkumbuka jirani yako. Najua kuna uchovu, mkumbuke jirani yako, mtazame asilale. Wanakuuliza kwa nini unapaka jengo hili rangi? Sasa tukutaka kuipaka rangi namna hiyo. Sasa wewe, mwili wako ni hekalu la Mungu na haumiliki huo mwili. Unaanza sasa kupaka rangi. Nasema nataka niutumie huu mwili kwa vyovyote vile ninavyotaka, na usafisha kwa sabuni yoyote ninayotaka. Hapana. Hatufanyi vitu bila kutafakari. Pamoja na kusoma Biblia, hatusemi tu kwamba hii ni kanisa linaloamini Biblia alafu tunaweka Biblia pembeni katika matendo yetu. Tunaambiwa, tazama maneno hayo. Hawamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Na anatuambia pale, mliyepewa na Mungu, wala nyinyi si mali yenu wenyewe. Tazama mstari wa 20. Mstari wa 20. Soma na jirani yako. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, hili ndilo jukumu letu. Hili ndilo jukumu katika maisha yetu yote. Mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hebu nikuulize swali. Ni kwa namna gani, mbali na faragha hii, unapokuwa unataka kufanya hili na lile katika faragha, unataka kufanya hili na lile kwa ajili yetu katika jambo maalum, hayo yote ni mambo ya kitambo, labda siku 5 tu. Na baada ya hizo siku 5 nini kinatokea? Tuna siku 365 katika mwaka. Siku hizi zingine zote tunafanya nini? Unamtukuza Mungu katika mwili wako kila wakati, lolote utakalolifanya, na hauchukui sheria mkononi mwako katika ulimwengu wa roho. Anasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Unazingatia dhamiri yako na unasema mimi nipo upande wa Mungu kila ninapokwenda. Yote ninayoyafanya na yote ninayoyazungumza, mimi nipo upande wa Mungu. Mwili wangu, roho yangu na nafsi yangu, na lengo langu ni kumtukuza Mungu siku zote. Na utafanya hivyo. Sema nitafanya hivyo. Warumi 14 mstari wa 7. Warumi 14:7 tunaambiwa pale, kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afae kwa nafsi yake. Unaishi kwa ajili ya Mungu kila wakati. Unazungumza kwa ajili ya Mungu kila wakati. Unatenda kwa ajili ya Mungu kila wakati. Unafanya kila kitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu kila wakati. Kipengele cha 3 sasa. Kipengele cha 3 ni mauti ijulikanayo. Ni mauti ya thamani ijulikanayo kwa umuhimu wenye manufaa. Yohana sura ile ya 12. Soma na jirani yako, simwache. Yohana 12:24. Anatuambia pale, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi kafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Mstari wa 25 anasema, yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mstari wa 26, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Mambo matatu tunatazama. Jambo la kwanza, mavuno yashangazayo baada ya mauti, baada ya mbegu
iliyopandwa. Jambo la pili, mioyo iliyotakaswa inayokaa katika ufu na yenye thamani. Jambo la tatu ni mbingu yenye utukufu baada ya kujiweka wakfu. Jambo la kwanza ni mavuno yasiyokuwa na kifani au yashangazayo baada ya mbegu iliyopandwa. Yohana sura ile ya 12 mstari wa 23. 24. Amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake. Anazungumza habari zetu, lakini anatumia mfano wa mbegu inayoanguka ardhini au inayopandwa katika ardhi. Na kuna kulima, kuipanda ile, tunalima tunaipanda ile mbegu, alafu inakufa na hatimaye inaota na inazaa matunda mengi. Na wewe ukiwa sasa umeishikilia ile mbegu, ukaiweka kwenye jagi, unaitazama tu ile mbegu, hauiruhusu ile mbegu itoke ianguke ardhini, itabaki peke yake. Hiyo mbegu itabaki peke yake na itabaki na ukiwa. Lakini ukielewa kile ambacho Muumba ametaka kifanyike, wakati wa nyakati za kupanda, kuna nyakati za kupanda, kuna nyakati za kuvuna. Kiruhusu mbegu yako ipandwe, itazaa matunda yashangazayo katika maisha yako. Katika maisha yako kutakuwepo na mavuno yashangazayo. Lakini ukisema mwili wangu kama kwa jinsi ulivyo, nataka ubaki hivi hivi. Walimuuliza dada mmoja mzuri, walimuuliza maswali, kwa nini wewe haujaolewa? Akasema, sitaki kumwambia kila mtu hili, lakini unajua kwa jinsi ambavyo mwili wangu upo, nataka ubaki hivi hivi, kwa sababu nitakapojisalimisha nikaolewa, nipate ujauzito, niwe na mtoto, nazaa mtoto, na beba mimba tena, hivyo mwili wangu utabadilika, na ukiutazama hautobaki mzuri na wakupendeza na wakuvutia kwa jinsi ulivyo. Na kwa sababu hiyo anabaki peke yake, anakaa peke yake maisha yake yote. Na anapokuwa ni mtu mzima sasa, mtu anapohitajika kuja kumhudumia, hakuna mtu wa kuja kumhudumia, kwa anabaki tu mwenyewe. Anasema anautunza mwili wake. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Tuna mambo mengi mazuri, tuna zawadi nyingi nzuri. Kwa nini wewe haupo katika kwaya? Sema, nataka nitunze heshima yangu, na mimi sitaki kuwa chini ya kwaya master aniambie usiende huko, simbe hivi, usimbe hivi. Kwa umri wangu wanaanza kumuita kwaya master anisukume huku na kule anipeleke. Mimi sitaki, nataka nitunze heshima yangu. Hautokuwa mtu wa thamani. Kwa nini wewe usiwe shemasi? Mimi nisimame pale, na kila wakati unasimama muda wote mpaka mtu mwingine atakapochukua ile zamu, ndio mimi nataka nibaki tu nimetunza heshima yangu, uwezo wangu na kila nilicho nacho. Unajua mahali ninapofanya kazi, mimi ni mkurugenzi, mimi ni manager, mimi nasimamia watu. Sasa na mimi kwanza kuja kanisani na kuwa na watu wa kwanza kuniendesha na kuniambia kasimame pale, fanya hivi, siwezi. Unajua utakufa tu peke yako pasipo kutumika. Lakini ukijisahau na ukaweka kando heshima yako, na ukaelewa ya kwamba ni muhimu uchafue mikono yako, mtu akutume hapa na pale, uende pale, na ukafisha ule ubinafsi, utazaa matunda. Nasema utazaa matunda. Hebu nione mikono ya wale ambao watazaa matunda. Utazaa matunda. Utazaa matunda. Utazaa matunda kwa jina la Yesu. Ni pale tu mbegu inapoanguka ardhini na ikafa, ukaa peke yake, bali
ikifa ile mbegu inazaa matunda mengi. Kuna jambo linanifurahisha mimi, na furaha, nataka nikwambie. Nasema kuna jambo linanifurahisha mimi, nikwambie. Unataka usikie? Nafurahishwa na wewe ya kwamba mambo yanakwenda kubadilika. Hii hali ya kusema mimi najizuia, najilinda, najitunza, Mungu nashukuriwe, Mungu nashukuriwe. Sababu hata faraga itakapoisha, ninaporudi kule nilikotokea, nitaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Utazaa matunda. Bwana asifiwe. Nazungumza na watu wanaezaa matunda. Hata kama umekuwa ukizaa matunda hapo zamani, utazaa matunda zaidi kwa jina la Yesu. Tunatazama jambo la pili, mioyo iliyotakaswa inayodumu katika hali ya ufu dhidi ya jamii yenye mtazamo tofauti. Wanasema hauwezi, haiwezekani, haiwezekani. Zaa matunda, haiwezekani. Uwe hivi, haiwezekani. Uwe mtakatifu, haiwezekani. Uwe na afya, haiwezekani. Daima wako hivyo. Sasa wewe ni mtu mwenye mtazamo chanya. Tazama mstari wa 24 tena hapo. Yohana 12:24. Amin, amin ninawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao kiasi gani? Hebu niambie, hutoa mazao kiasi gani? Mengi. Yohana 12:24 hapo. Tazama mstari wa 25. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu atafanya nini? Taisalimisha hata uzima. Hebu nikupe mfano. Kuna wakati ninapotakiwa kuhubiri asubuhi, mwili unaweza ukasema, je, unaenda pale tena? Sauti inasema, je, utachosha sauti hiyo tena? Na miguu inasema, je, utakuwa ukitembea tena? Na mikono inasema, je, utakuwa ukinyosha mikono hivi na hivi tena? Najua nikiusikiliza ule mkono au ile mikono na ile miguu na ule moyo, na nikasema bora nikae chini tu. Lakini unajua kwa kadiri unavyoendelea kukaa chini, ni kama ambavyo mkono wako wa kulia labda umefungwa bandage kwa mwezi mmoja, miezi miwili mitatu, unaning'inia tu hivi. Tunapoondoa ile bandage, ule mkono hautoweza kunyosha. Ni kama umefunga bandage kwenye mguu wako, au umeweka muhogo kwenye mguu wako ambao hauna shida, lakini umeufunga muhogo. Tutakapoondoa mguu utakuwa na shida. Kwa hiyo ni kwa nini? Kwa sababu kile usichokitumia utakipoteza. Unaelewa? Kile usichokitumia utakipoteza. Ni wangapi wetu tumekwenda shule ya upili, sekondari, tumesoma fizikia, kemia, biolojia na masomo hayo mengine yote. Tukamaliza shule. Baada ya kumaliza tumepata alama nzuri. Juma la kwanza, la pili, la tatu, mwezi mmoja, miezi, haurudii tena kuyasoma yale. Ikisha kuwa imepita mwaka mmoja, unakuwa umesahau kila ulichokuwa umekisoma. Usichokitumia unakipoteza. Kwa hiyo usipotumia kile ulicho nacho unakipoteza. Kwa hiyo anasema aje pale, yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu ataisalimisha hata uzima wa milele. Unapotumia kile ulicho nacho kinaongezeka. Unatumia ulicho nacho kinapata nguvu zaidi. Unatumia ulicho nacho unapanda juu zaidi, unakuwa na nguvu zaidi katika maisha yako kwa jina la Yesu. Utatumia kile ulicho nacho kwa utukufu wa Mungu. Utatumia ulicho nacho. Na utakapoendelea kutumia na kutumia na kutumia, utaendelea kuwa na uwezo, unapanda juu, na kuwa na kutumika kuliko bora zaidi kwa jina la Yesu. Jambo la tatu pale tunaona ni mbingu iliyotukuka iliyourithi baada ya huduma ya kutokujizuia. Yohana sura ile ya 12 hiyo tunaambiwa. Yohana anatuambia kama
utamtumikia Mungu, sio kusitumikia dhambi, kimtumikia Mungu. 12:26 hapo. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Je, hebu piga picha. Baada ya maisha haya, mlango wa mbinguni unafunguliwa na malaika wanasimama wima, na unaingia pale, na macho ya walio wote kule mbinguni wanakutazama wewe. Unaingia, wanakuelekeza katika kile kwenye karibu na kiti cha enzi cha Mungu, na Mungu mkuu anasema, karibu, umevumilia mpaka mwisho, hebu na uingie katika furaha ya Bwana. Na kutazama wewe namna ambavyo utakavyokuwa na furaha siku ile, na unapelekwa katika kasri yako mbinguni. Unaambiwa hili ndilo kasri yako, na itakuwa ni jambo la furaha. Na namna kufanya hilo liwe hivyo baada ya maisha, hebu acha kumtumikia shetani, dhambi, na hebu njoo na umtumikie Mwokozi kwa moyo wako wote, kwa upendo wako wote. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Baba atakuheshimu, mbingu itakuheshimu, na hata watoto wa Mungu hapa duniani watakuheshimu wewe kwa jina la Yesu. Watakuheshimu, na Mungu atakupa maisha marefu na atapendezesha maisha yako. Je, upo hapa? Upo wapi? Kwa nini usisimame kwa miguu yako na useme, Bwana, ninakushukuru. Mimi ni mfu dhidi ya nafsi, mimi ni mfu dhidi ya mambo ya kijamii, na mimi ni hai kwa Mungu na namtumikia Mungu. Na maisha yako yatakuwa ni maisha yenye manufaa, maisha yanayopendeza, maisha yenye heshima hapa duniani na mbinguni. Fungua kinywa chako na useme na Bwana katika maombi.